Amu TV, the stories behind the scenes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Inshallah taala leo tutaendelea na semina yetu. Tutazungumzia faida na umuhimu wa kwenda hija. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Allah Ta'ala: Inna awwala baytin wudi'a lin-nas. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkatan mubarakan wa hudan lil-alamin. Kwa yakini nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu kufanya ibada ni ile iliyoko Maka, yenye baraka na uongozi kwa ajili ya walimwengu wote. Nyumba ya kwanza, jengo takatifu, nayo si jengo lingine, ni Al-Kaabatu Sharif. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya Nabii Allah Adam kutoka peponi kuteremshwa kwenye ardhi, alimuamuru Nabii Allah Adam ajenge Al-Kaaba. Mtu wa kwanza wa kujenga Kaaba ulimwenguni alikuwa Nabii Allah Adam. Alimuamuru wapi? Sehemu gani? Alimuamuru Nabii Allah Adam akiwa Maka, na hapo mahalipe ni mahali kwenye jabali la Abu Kubais. Mungu akipenda, katika semina yetu ya historia ya mji wa Maka na Madina tutaelezea utukufu na umuhimu wa jabal Abu Kubais. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumuamuru Nabii Allah Adam kulijenga Kaaba, Nabii Allah Adam hakuwa na budi isipokuwa ni kufuata amri kutoka kwa Mola wake Subhana Jalla fi'ala. Basi akaanza utaratibu wa kujenga Kaaba. Mawe yenyewe, bloki za kujengea Kaaba, Nabii Allah Adam alizitoa kwenye Jabal Abu Kubais. Liko hapo Maka. Ukitoka Babu Marwa, baina Babu Marwa mpaka Jabal Abu Kubais ni kama 150
ama 200 meters, tutakuya kuelezea. Basi nyumba ya kwanza ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka na akayua mahali ambapo kwamba pastahiki kuwekwa ili Waislamu wa ulimwengu mzima watadirikana hapo mahalipe kwenye Kaaba ni katikati, ni kitovu cha ulimwengu mzima. Kwa hivyo inna awwala baytin wudhiya linnas lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lilalamin, kwa yakini nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu kufanya ibada ni ile iliyoko Maka, yenye baraka na uongozi kwa ajili ya walimwengu wote. Tukiendelea, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Imran aya ya 97 qala Allah Ta'ala fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, humo kuna ishara zilizo wazi za kuonesha utukufu wake na ukongwe wake. Wapi, mahali gani? Hapo Maka kuna ishara za kuonesha wazi utukufu wake na ukongwe wake. Miongoni mwa hizo ni mahali aliposimama Nabii Ibrahim alayhi salam. Kisha Mwenyezi Mungu akatwambia wa man dakhalahu kana amina, na mwenye kuingia humo anakuwa katika usalama. Mahali gani? Hapo katika Baitullahil Haram. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashatuwekea kila kitu wazi. Utukufu wa Kaaba, mahali kwenye Kaaba patakatifu, na akatuamuru sisi ili tufanye nini? Twende hija, na Mola akaiweka kuwa ni nguzo ya 5 katika dini ya Kiislamu. Kwa hivyo hata nyumba iko na nguzo. Sasa katika nyumba ukijenga nguzo, ikikosekana nguzo moja, ile nyumba huwa haiko imara, haiko strong, haiko durable. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akanena fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, humo kuna ishara zilizo wazi za kuonesha utukufu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akanena nini? Miongoni mwa hizo ni mahali aliposimama makamu Ibrahim. Tutaelezea mambo mingi yenye faida ambapo kwamba yalioko ndani ya Baitullahil Haram. Sasa Bwana Mola akanena na atakaye kuingia humo ndani anakuwa katika mahali pa usalama. Kisha katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumwambia Nabii Allah Ibrahim, akamwambia, akamwamuru kuijenga Kaaba. Baada ya kumwamuru, Nabii Allah Ibrahim akafuata amri na taa ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Pia aliamuriwa wapi? Commandment from the Almighty. Aliteremsha Jibril alayhi salam, president wa malaika wote ulimwenguni.
akaambiwa na Mola wake, nenda kwa Ibrahim, oda kutoka kwangu aijenge Kaaba. Na Jibril alayhi salam alishuka direct mpaka kwa Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim akawa uko kwenye Jabal Abu Kubais. Jabal Abu Kubais ndiyo aliamuriwa kuijenga Al-Kaaba. Nabii Allah Ibrahim alipoamrishwa kuijenga Kaaba, basi alianza kuijenga kiwa yeye na mwane Ismail. Majiwe bloki ya kujengea ile Kaaba yalitoka wapi? Nabii Allah Ibrahim aliyatoa wapi? Si mahali kwengine isipokuwa kwenye ile jabali ambalo kwamba lenye historia, Jabali Abu Kubais. Alikienda kutoa mawe hapo pamoja na mwane Nabii Allah Ibrahim, kitoa hapo akaenda wakieka, kisa akawa ana mawe mawili, bloki mbili, akawa ameweka baada ule ukuta kwenda juu, akawa kuna bloki mbili akaweka ili ujengia kama design ya siku hizi mafundi huweka zifaya za kupandia. Wakati hono Nabii Allah Ibrahim aliweka mawe. Sasa ile mawe akawa husongesha yeye akipanda juu akijenga. Ndio ile yeo makamu Ibrahim. Tutakuya kuona kwenye aya za mbele makamu Ibrahim baada ya kumaliza tawaf, amri ilotoka sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufanya tawaf kwenda kuswali nyuma makamu Ibrahim. Sasa lile jiwe liliata alama za nyayo za Nabii Allah Ibrahim. Tuendelee kwenye Kaaba. Nabii Allah Ibrahim na mwane Ismail wakaendelea kujenga Kaaba, wakamaliza. Walipomaliza ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanena nne, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajibishia watu wafanye hija katika nyumba hiyo, yule awezaye, mwenye uwezo, man istata'a ilayhi sabila, mwenye uwezo kufunga safari aende kufanya nini? Anende kuhiji. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa mbele akanena nini? Waman kafara, na mwenye kukanusha asende kuhiji hali ya kuwa ana uwezo. Waman kafara, na mwenye kukanusha. Vipi? Kukanusha vipi? Mwenyezi Mungu amekupa mali, Mwenyezi Mungu amekupa utuvu wa maisha, amekupa maisha yako mazuri, mali yako, majumba, magari, maboti, ndege, mashamba, alhamdulillah. Sasa ukaya ule wito kwa kuwa twende tukafanya nini? Twende tukahiji. Sasa na wewe umeambiwa na wayua, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Nabii Allah Ibrahim, waadhin fi nnasi bil hajj, watangazie watu wawe wafanye nini? Kuhiji. Hapo tutakuwa kuelezea mbele. Sasa hapa waman kafara, na mwenye kukufuru. Na mwenye kukufuru kwako kwa kuwa wewe Mungu amekupa uwezo wa kila aina, basi ukawa hutembea ulimwengu mzima, henda Dubai, henda Maskati, henda Qatar, huko henda Amerika, Canada, Australia, yani ile pasipoti imea muhuri wa kila airport.
henda kwa starehe zako, henda kwa mabiashara yako, lakini ila kwenda kuhiji ukawa wewe bado huyanenda. Tuangalieni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ametuambia yeye ni wajibu wetu maadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa uwezo wa kwenda kuhiji, ni lazima twende tukahiji. Tumsikize bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alivyo akatusisitiza na akanena, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasi inna Allaha kataba alaykumul hajja au farada alaykumul hajja fahujju. Ya ayyuhan nasi, enyi watu, inna Allaha kataba alaykumul hajja au farada alaykumul hajja fahujju. Enyi watu, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandikia hija, akawa faradhishia, basi mufanye nini? Nendani mukahiji. Mtume hoyo sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kisha tumwangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya nyingine tunavoshuka nayo step by step. Qala Allah Ta'ala, wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna, na tulipoifanya nyumba ya Kaaba iwe mahali pa kuendewa na watu na mahali pa usalama. Hii ni suratul Baqara aya ya 125. Kisha kanena iye, wattakhidhu min maqam Ibrahima musalla, na mahali alipokuwa akisimama Ibrahimu pafanyeni kuwa pa kuswalia. Nafikiri tumeona vile tulivyoanza. Aliamrishwa Nabii Allah Ibrahim aijenge. Baada ya kuijenga kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia ni mahali penye amani, na atakayekuwa hapo kwenye Baitullahil Haram atakuwa katika hali ya amani na usalama. Kisha ndo akatuambia sasa, na mahali alipokuwa akisimama Ibrahim, yani ni hapo Maka, fanyeni kuwa ni pahali pa kuswalia. Wahidna ila Ibrahima, na tulimuhusia Ibrahimu wa Ismaila, na Ismaili antahira baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'a as-sujud. Na tulimuhusia Ibrahim na Ismail tukawaambia, itakaseni, yani isafisheni nyumba yangu. Antahira baitiya, itakaseni nyumba yangu. Mahali gani hapo? Ni mahali penye Baitullahil Haram Maka. Litaifina, wale wanao izunguka, sawa. Walakifina, kwa ajili ya kutufu. Kisha waruk'a as-sujud, na wanaoketi hapo wanaorukuu na kusujudu. Subhana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza alituandalia mahali pa kwenda kufanya ibada. Kisha baada ya hapo akamwambia Nabii Allah Adam apaanze kupajenga kwa mahali. Baada Nabii Allah Adam kikaya kizazi na kizazi, mtume na mtume mpaka Nabii Allah Ibrahim. Nabii Allah Ibrahim akaya, huyu ndo akaanza kusawazisha mahali Baitullahil Haram, akapasawazisha, na Mwenyezi Mungu akamwamuru yeye na Ismail apasafishe, apawatahirishe pawe safi.
ili hawa mahujaji wakia wadirike kila kitu kiko mahalipe. Subhana jalla fiula, angalia Mwenyezi Mungu anavyotupenda. Kisha baada ya hapo kumwambia Nabii Allah Ibrahim, baada ya kujenga ile Al-Kaaba akamaliza, kisa akamwahidi Nabii Allah Ibrahim na Ismail waisafishe, waiweke tahara hapo mahali pawe pasafi, kwa ajili ya wenye kutufu, na wenye kusujudu, na wenye kurukuu. Kisha akamwambia yeye kwenye aya nyingine, iko katika suratul Hajj aya ya 27. Ndio hii sasa, baada kumaliza kusawazisha, akamwambia Nabii Allah Ibrahim, akamwambia Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, Bwana Mola, kazi yako umezonipa ya kujenga Kaaba tukufu imekwisha, sasa nifanye nini? Ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamteremsha tena Jibril alayhi salam, akamwambia mambie awaite watu wae wafanye hija. Ndo Nabii Allah Ibrahim akaitewa hini aya, akaambiwa qala Allah Ta'ala wa'adhin fil nasi bil hajj, utangaze kwa watu, wanende wafanye nini? Wanende kuhiji. Awatangazie watu wanende hija, wafanye ibada ya hija. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, watakuilia wageni kwa maguu, na wengine kwa yu, na wanyama wengine watakuwa na wanyama, wengine watakuwa na maboti na nini, na kila kipando watakuya kutoka sehemu mbali mbali. Sasa kabla ya hapa hii wa'adhin fil nasi bil hajj, sasa baada ya Jibril kuiteremsha hii aya, Nabii Allah Ibrahim akamwambia Mola wake, ya Allah, sasa hapa tuko ni mimi na Ismail, sasa nitangaze huko mwenye kuya kuhiji nyani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, wewe usifanye wasiwasi, wewe tangaza, mimi najua hao watu watakuyaie kuya kufanya hija. Basi ndio hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamsawazishia, akamwambia watakuya watu na zipando, watakuya watu kwa ndia mbali mbali. Ndio tangu wakati hono watu wa kutoka sehemu mbalimbali henda hija, wengine kwa maguu, wengine kwa mameli, wengine kwa ndege, wengine kwa mafarasi, yani wote kutoka sehemu mbalimbali katika ulimwengu wakenda katika Baitillahil Haram kwenda kutimiza nguzo ya hija. Na tukiendelea katika suratul Baqara, baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwamuru Nabii Allah Ibrahim atangaze ili watu waende kufanya nini? Waende kuhiji. Kisha akamteremshia aya nyingine, sasa akatwambia sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutwambia yeye, kwa kuwa baada ashasawazisha Nabii Allah Ibrahim ashaambiwa waangue watu wa kuhiji. Sasa katika suratul Baqara aya ya 196 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia, wa atimul hajja wal umrata lillah, natimizani hija na umra kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yako wazi kwa waja wake kutuambia tukatimize kufanya hija na umra kwa ajili yake yeye tu peke yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maadamu ametuamuru sisi, ametuambia sisi
ayua kuna watu katika ziumbe zake amewapa uwezo wa kwenda kufanya nini? Kwenda kuhiji fi baitillahil haram. Ni wajibu wetu kwa mwenye uwezo aitikie mwito wa Mola wake subhanahu wa ta'ala pindi anapokwenda kuhiji baada ya kuhirimia. Baada ya kuhirimia, kuhirimia ni kutiania kuingia ndani ya ibada ya kuhiji. Tutakuja kuielezea next seminar. Kuhirimia, baada ya kuhirimia labbaik Allahumma umra, kama unafanya haji ya tamattu tutaelezea kwa upana. Ikiwa ufanya haji ya tamattu ukisikilia miqat kama ni Lamlam ama ni Dhulhulaifa iliyoko Madina, kwa wale watakao kuingia kwa Madina itabidi mupite Dhulhulaifa kwa basi muingie muhirimie hapo. Ikiwa ni kwa ndege kupitia Ethiopia ama kupitia kwa Dubai kuingilia kwa Jeddah basi ni ya Lamlam. Yani al-khas kuitikia wito mpaka baada kuhirimia tuitikie labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Kwa hivyo tuangalieni hadithi iliyopokelewa na al-Imam Ahmad katika isnadi yake. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam amenena, taajjalu ila al-hajj, fanyeni haraka mkahiji. Taajjalu ila al-hajj, fanyeni haraka mkahiji. Fa inna ahadakum ma yadri ma yarid, hakika mmoja wenu hayui nini kitakachomtokea. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia taajjalu ila alhajj, fanyani haraka mwende mukahiji. Fa inna ahadakum ma yadri ma yarid, hakika mmoja wenu hayui nini kitakachomtokea. Angalia wasia wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hakunena hujun, hakunena hujun. Ilikuwa sawa sawa mimi na wewe tufanye nini? Twende tukahiji. Hakunena hujun nendani mukahiji. Amenena taajjalu ila alhajj, nendeni mukahiji. Yani ametusisitiza nendeni tukahiji. Wasubiri kitu gani? Mwenyezi Mungu amekupa uwezo, amekupa afya, amekupa mali. Hungoja kitu gani ambacho kwamba wewe kisikupeke ukanenda kutimiza wajibu wa Mola wako subhanahu wa ta'ala, ila bado huyatiania. Kila mwaka hunena mwaka ujao ukia, mwaka ujao mwingine, wewe kila siku hutiania. Kumbuka kuna wengi ambao kwamba ni maskini watamani kwenda katika Baitillahil Haram. Wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa uwezo. Mpaka sasa bado huyafikiria, huyatiania. Uko katika mawazo, mimi kiondoka sijui kazi yangu itakuwa iye, mimi kiondoka sijui mabiashara yangu yataharibika. Hayo mabiashara alokupa uwezo na mwanadamu amezaliwa tupu, atakufa bila kitu.
hizo neema zote alokupa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini uwe bado hushawiria ama hutiania ama hunena mimi bado nikali kijana hungoja niwe mzee? Hakuna cha kuwa mzee. Wewe madamu uko na uwezo wako, uko na afya yako, niwape siri nyingine. Ukitaka kuenjoy ibada ya haji na umra, ni age hii toto. Yani age toto, ukiwa na afya yako utaenjoy ibada ya hija, kwa sababu ni masafa kutembea kwa maguu, kisha na kule kuzunguka dhuyufur rahman ummati Muhammad kutoka kila pembe ya ulimwengu. Twendeni tukafanye hija. Amri wasia wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia, taajjalu ila alhaji, fanyeni haraka mwende kuhiji, kwa sababu Mtume ayua Mungu amekupa mali, kwa sababu yeye uko na afya yako, huyui kesho utakuwa vipi. Kuna kushikwa na maradhi, ama wengine hunena mimi nikifa nitahijiwa. Nani nataka kukuhijia? Ikiwa wewe mwenyewe uko na afya yako, uko na mali yako hiyo sasa, bado huyafikiria kwenda kuhiji, je, utakapokufa atakayokuhijia na ni sawa sawa na kunena ule msemo unenwao, ikiwa rangi haikufa kwenye ukuta, tokani kazi bure. Ikiwa rangi haikufa kwenye ukuta, tokani kazi bure. Ikiwa wewe mwenyewe uko hai, hukwenda kuhiji, haje ukifa atakayekuhijia nani? Kwa hivyo tusikize Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi nyingine iliyopokewa na al-Imam al-Hatim an-Naisaburi katika musnadi yake, na wapili ni al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad katika musnadi yake atuambia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man arada al-hajja, anaitiania na kuazimia kwenda kufanya hija, faliyataajjal, afanye haraka akahiji. Man arada al-hajja, anaitiania na kuazimia kwenda kuhiji, faliyataajjal, afanye haraka akahiji. Fa innahu kad yamradhu al-maridha, huenda mtu akapata ugonjwa, watadhillu dhallan, na kikapotea cha kupotea, wata'ridhu al-hajja, na ikatokea haja asiweze tena kwenda kuhiji. Angalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anavyotusisitiza twende tukahiji. Man arada al-hajja, narudia tena, man arada al-hajja faliyataajjal, anaitiania ya kwenda kuazimia kuhiji, basi faliyataajjal, afanye haraka akafanya nini? Akahiji. Fa innahu kad yamradhu al-maridha, huenda mtu akapata ugonjwa akawa muwe asiweze kwenda kufanya nini? Kwenda kuhiji. Watadhillu dhalla, na kikapotea cha kupotea. Kitu gani? Tutaelezea hapa mbele. Kisha wata'ridhu al-hajja, na asiweze tena
ikatokea haja ya kuwa yeye asiweze tena kwenda kuhiji, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametusisitiza tufanye haraka tukahiji. Nini hikma ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutusisitiza sisi tukahiji? Qad yamradhu almarid, yeo Mungu amekupa afya yako siha, utasikilia wakati hata wata kwenda kuhiji, nje ya nyumba yako usiweze kutoka. Kwa sababu gani? Ya ugonjwa, ukawa uko kitandani, huwetewa chakula. Sasa umeona tatizo ambalo kwamba litamtokea pindi mtu akiwa na uwezo na pali ako na afya yake. Mtumi haya yote subhana, wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mwenye Mtume sallam tayari alikuwa ashatufikiria sisi hukumbe, ndo akatusisitiza, akatuwekea wazi na kutufafanulia, kwa kuwa mwenye nia ya kwenda kuhiji afanye haraka akahiji. Hakika mmoja wenu aweza akapatwa na maradhi, aweza kupoteza cha kupotea, na aweza asiweze tena kwenda kuhiji kwa sababu ya nini? Ameze kupatwa na maradhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanena watadhillu dhalla. Sasa tuangalieni hini watadhillu dhalla, na chaweza kupotea cha kupotea. Sasa nini kinachokupa dhamana kuwa hayo mali yako ulionayo utabaki nayo miaka na miaka? Kitu gani kinachokupa dhamana wewe mwenye uwezo kwa kuwa hayo mali yako utabaki nayo miaka na miaka? Leo una uhai, kesho utakufa. Leo ni tajiri, kesho utafukarika. Leo una afya, kesho utakuwa mgonjwa, utakuwa mwe. Maadamu unacho na una afya yako, nenda ukahiji. Huyui ni wakati gani mauti yatakusimamia. Nani ayuwawa takufa sasa? Hakuna yuwaya. Kisha kuna hadithi nyingine mbee huko, Mtume ametupa onyo kali kwa wale ambao kwamba Mungu amewapa uwezo na hawataki kwenda kuhiji. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa onyo kali. Tutaisoma, hii ni hadithi iliyokombee. Tukiendelea, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake atuambia ule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemjalia mali, amemjalia uwezo, amemjalia nafasi na asiende kuhiji, basi hoyo akifa Yahudi ama akifa Nasara ni sawa sawa kwake. La ilaha illa Allah. Mtume atuambia mwenye mali, yani mwenye mali, Mungu amezombariki mali, akambariki na afya, akambariki na kila kitu, neema katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akabarikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha mtu hoyo asiende kuhiji. Mtume ametuhusia na kutupa onyo kali. Tufanyeni twende tukahiji.
kama sura aya za mbele tulivozisoma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuandalia maskani ambapo kwamba tutakwenda kule tuwe ni penye kufanya ibada, mahali tahara, mahali paloingia mitume patakatifu. Kisha yeo Mwenyezi Mungu akatuamuru sisi wa'atimul hajja wal umrata lillahi, natimizani hija na umra kwa ajili yangu mimi. Kisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatupa uwezo wa kwenda kuhiji. Kitu gani kinachotufanya sisi tusende wenye uwezo tukahiji? Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitoa hii hadithi. Ule mwenye uwezo wa kwenda kuhiji, Mwenyezi Mungu akampa kila cha kumpa. Yani kumpa package, anayo uwezo wa package wa kutoa dola 6,000, dola 7,000, dola 8,000 ya kwenda kufanya hija. Angalia zamani wazee wetu walikitukua miezi 3, miezi 4 walikinenda kufanya hija, walikitoka tangu Shaabani, Ramadhani, mfungo mosi, mfungo Dhulqaada mpaka Dhulhijja, Muharram ama Rabiul Awwal ndio walikirudi. Miezi 4, miezi 5, miezi 6 wazee mababu walikwenda kuhiji, walikihiji kwa taabu. Leo sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupanda ndege tu masaa 8:30 sisi tuko zetu Jida. Mambo yetu yamekuwa rahisi. Maka mabasi ya VIP, mabasi full AC ndani na kila kitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kitu ametupa, kila kitu tutakacho. Wakati wangu hakuna ndege. Yeo kitu gani kinachotufanya sisi tuna uwezo wetu na bado tu sisi hunena mimi bado bana mpaka niwe mzee, mimi bado bana siastakiri? Basi tufanyeni bidii. Ikiwa mtu hataki kufa Yahudi ama Nasara, kwa hii hadithi niloisoma, basi afanye bidii twenzetu hija tukahiji. Hukupata mwaka hunu, Mungu akipenda mwakani twenzetuni tukahiji. Ikiwa wewe uko na uwezo huyanenda twende. Ikiwa uko na uwezo wa kuwalipia watu 4, 5, 6 waete watu wako, tutakwenda zetuni pamoja tukafanye ibada. Tutaelezea faida utakazokuzipata huko mbele ukiwa katika Baitullahil Haram. Sehemu gani ukenda ukiketi na kuomba Mwenyezi Mungu kupisia kabuli. Tutazizungumzia katika semina zetu hizi zimezobaki 2-3 biidhnillah. Tuangalie hizi ziswa ziwili. Kuna mama mmoja alitiania kwenda kuhiji. Mama alitiania kwenda kuhiji, alizitundaliza senti, alieka kibengi chake cash box akawa hutundaliza kwa miaka 10. Huyu mama akipata peni hulitundaliza, akipata peni hulitia kibengini, mpaka ule mwaka ukasikilia. Mwenyezi Mungu akampisia kabuli, akakata tikiti, akapanda ndege. Posikilia Jida, yeye akawa huwania atoke avemba kwanza kutoka kwenye mlango wa ndege. Wale mahujaji wakampisa, akatoka ndani ya ndege. Aliposhuka basi aliteremka chini ya ndege pale pale uwandani, akamsujudia Mola wake kumshukuru kwa kumweta katika ibada ya hija. Basi hapo aliposujudu, ule mama ndo ilikuwa ni hatima yake, alikufa hapo. Sasa wale mahujaji wote, manake ndege ilisimama mbali kidogo na huko ndani, ilisimama uwandani. Sasa kuna zile stairs kubwa, aliteremka kwenye zile stairs, akashuka, akaenda kusujudu.
Basi kuna wale ambao kwamba majirani zake wakanena huyu mama alikuwa akikusanya mapeni kwa miaka 10. Angalia hamu ya watu walivyokuwa na hamu ya kwenda kutimiza nguzo ya 5. Kisa kuna kiswa chengine, kuna barobaro mmoja alikuwa na bosi wake. Akamwambia bosi wake, mimi nimetamani kwenda kuhiji. Bosi wake akamwambia sawa, hakuna wasiwasi, tutakwenda zetu. Akamkatia tikiti, wakaenda pamoja mpaka Maka. Sasa waliposikilia, ule barobaro akamwambia bosi wake pale kwenye Kaaba, akamwambia bosi, nataka kuswali raka 2. Basi ule bosi akamwambia ule barobaro, swali raka 2. Basi aliposwali hapo raka 2, raka ya kwanza, ile ya pili kumaliza sijida ya mwisho, alipokwenda sijida ya mwisho hakuinuka tena. Ilikuwa ni hatima yake, amesujudu katika Kaabatu Sharif, mbele ya Al-Kaaba. Angalia mtu namna hiyo, Mwenyezi Mungu huwa amemweka katika level gani ya pepo. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuwe ni wenye kwenda katika Baitullahil Haram. Ule bosi wake akamwambia, ya Allah, mimi kila siku huya hapa, ningekuwa ni mimi leo nimesujudu pale nimekufa. Lakini haikuwa ile time yake ya ule bosi kufa pale, ni ule barobaro Mwenyezi Mungu amemwandikia atakufa mbele ya Kaaba. Tumalizie na kiswa cha mwisho hiki. Kuna mama mwingine alikuwa hufanya biashara yake, ameweka karai lake, huzanya zitumbua, ziazi, mahamri haya, bajia hizi. Basi akawa ana hamu ya kwenda kuhiji. Basi naye yaule akaweka kibenki. Akipata mapeni ile biashara yake kwa siku hutoa kama 500 akiweka. Amepata faida siku ya pili ni 1000 huweka. Namna hiyo tenda miaka 3 ama miaka 4. Basi ule mama Mwenyezi Mungu kampisia kabuli, akaenda akahiji kamaliza. Sasa kukaondokewa Madina, kukaelekewa Maka. Kukaondokewa Maka, kukaelekewa Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi wakanenda Madina siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Wale mahujaji wakaingia Marwa, wakaingia Raudha, kwenda kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipokwenda pale, yeye kila mmoja akiingia Raudha waona hamu, kasimama pale kuanza kusali. Basi ule mama aliswali pale raka ya kwanza, ya pili, hakuinuka tena. Huyu mama alikufa katika mahali pema, kiwanda katika kiwanda cha peponi kilioko uwavuni mwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hiki kipande cha peponi hakukieka mahali kokote duniani isipokuwa kukieka uwavuni mwa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume atuambia, ma baina mimbari wa baiti rawdhatun min riyadhil janna, baina ya mimbari yake na nyumba yake ni kiwanda katika ziwanda za peponi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mwenyezi Mungu atatuafikia tuwe ni wenye kwenda kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
akatupa uwezo tuwe ni wenye kwenda kuhiji Baitullahil Haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ziyara fi Baitullahil Haram. اللهم ارزقنا زيارة في بيت الله الحرام. اللهم ارزقنا حج والعمرة في هذا العام وفي كل عام. اللهم عافنا والتف بنا واحفظنا والمسلمين. اللهم قنا واقفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. AMO TV, the stories behind the scenes.